Shirika la kimataifa linalotetea uhuru wa vyombo vya habari limeikosoa vikali serikali ya kijeshi ya Niger baada ya kusimamisha shughuli za vyombo 9 vya habari vya Ufaransa, likisema hatua hiyo ni sehemu ya ukandamizaji wa uhuru wa habari. Reporters Without Borders imesema Jumamosi hii kuwa tuhuma zilizotolewa dhidi ya vyombo hivyo vya habari ni za kutungwa na kwamba hatua hiyo ni sehemu ya mkakati ulioratibiwa wa kukandamiza uhuru wa vyombo vya habari. Kupitia taarifa iliyochapishwa kwenye mtandao wa X, shirika hilo lilitaka mamlaka ya Niger kufuta mara moja uamuzi huo wa kusimamisha vyombo hivyo vya habari. Hata hivyo, hatua hiyo imeungwa mkono na baadhi ya wananchi wa Niger wanaodai kuwa baadhi ya vyombo vya habari vya Ufaransa vimekuwa vikitoa taarifa zisizo na usawa kuhusu taifa hilo na kuunga mkono maslahi ya mataifa ya kigeni. Mwanaharakati Hima Yaye Ismail aliambia Africa News kuwa baadhi ya vyombo vya habari vya Ufaransa vinashiriki katika kile alichokiita vita vya kivyombo vya habari dhidi ya Niger vinavyoendeshwa na mabeberu, ingawa hakutoa ushahidi wa moja kwa moja. Sasa tunaona kwa kweli idadi kubwa ya vyombo vya habari vya Kiafrika vinavyoendelea kutoa taarifa sahihi zinazotufanya tuamini kwamba Afrika inaweza kupata habari za kweli, alisema. Uamuzi huo wa kusimamisha vyombo hivyo ulitangazwa Ijumaa usiku na National Observatory of Communication, ambayo ni mamlaka ya udhibiti wa vyombo vya habari nchini Niger. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, vyombo vilivyosimamishwa ni pamoja na France 24, Radio France Internationale, France Afrique Media, LSI Africa, Agence France Presse, TV5 Monde, TF1 Info, Jeune Afrique pamoja na Mediapart. Mamlaka za Niger zilisema hatua hiyo imechukuliwa ili kulinda amani, mshikamano wa kijamii na uthabiti wa taasisi za taifa. Pia zilivituhumu vyombo hivyo kwa kurusha mara kwa mara maudhui yanayoweza kuhatarisha kwa kiasi kikubwa usalama wa umma pamoja na kushusha morali ya vikosi vya ulinzi na usalama vinavyopambana na ugaidi katika eneo hilo. Niger pamoja na majirani zake Mali na Burkina Faso zinaongozwa na tawala za kijeshi zilizochukua madaraka kupitia mapinduzi ya kijeshi, huku zikiahidi kurejesha usalama kwa wananchi. Tangu kuchukua madaraka, tawala hizo zimeunda muungano wao wa kiusalama wa kuimarisha ushirikiano wa kijeshi na Urusi katika mapambano dhidi ya makundi ya wenye msimamo mkali. Hata hivyo, wachambuzi wanasema hali ya usalama katika eneo la Sahel imeendelea kuzorota, huku Mali, Niger na Burkina Faso zikishuhudia ongezeko kubwa la mashambulizi ya wanamgambo wa Kiislamu wenye misimamo mikali.